Niwape historia fupi ya kwangu, kwa sababu ni mwanafunzi mwenzenu na ninazungumza na nyinyi na sizungumze na mashekhi, na ninazungumza kwa nia njema ili kuwahamasisha nyinyi. Mimi nilipomaliza primary school nimekataa kuendelea na sekondari, nikataka kusoma dini. Nimeanza kusoma, naletewa mwalimu ananifundisha nyumbani tahfidhi hivi na vile, mpaka nikajiunga na al-Markaz al-Islami al-Masri. Takriban miaka 9 au 10, 9 na kitu kuelekea 10. Sisi tulikuwa wanafunzi wa mwisho tuliomalizia thanawi kwa miaka 4. Kuanzia mwaka unaofuata wakatangaza thanawi itakuwa ni miaka 3. Mimi nikateuliwa kwenda kusoma Azhar. Lakini nilikwenda Misri 96 na 97 katika mashindano ya Qur'ani miaka 2 mfululizo. Na nikaenda Madina tulbuuth, nikaona wanafunzi, nikaona sasa kama tunalishana matango pori, maisha magumu hapa Misri, wanajipikia wenyewe, hurudi hapa mna likizo na utoto ule. Mimi nikakataa kwenda kusoma Azhar. Baada ya hapo nikaenda umra mara 2, nikaenda chuo kikuu cha Madina, nikafanya mukabala, nikafaulu. Tena wakaniambia tunakupa bishara, umefaulu, subiri ijraati zingine, tutakutumia tiketi, tunakuja kusoma hapa. Siku zinaenda hakuna, nikaenda tena kufanya mukabala. Unafaulu, lakini wanakuambia wanakutumia, haupati. Wakati huo nimeanza da'wa, niko tahdhiri. Walimu wa Azhar wanajua kule kwetu kule kuna kitu kinaitwa tahdhiri. Nadhani tahdhiri ni sawa na ibtidaia, shekhe, sio? Si ndio mashekhe wa Azhar? Tahdhiri kwa huku kwetu ndio inaitwa kama ibtidai au tamhidi. Ni tamhidi mashekhe au tahdhiri? Tamhidi, yakun kwenye tamhidi. Chanzo cha mimi kuanza kufanya da'wa, markazi pale, system za awali zile, tunasimama foleni mstarini asubuhi. Mwalimu wa Kimisri anapita katikati, anamchukua mwanafunzi mmoja, anamwambia panda pale juu utoe mawaidha kwa Kiarabu. Dakika 2, 3, 5. Sasa sisi na wanafunzi, mtu akistuliwa akipelekwa pale Kiarabu cha yani kile cha kuvunja vunja, tunachekana. Mimi nikaanza kujipanga mapema, nikaanza kuhifadhi mada yangu maalumu kabisa. Nikisimamishwa naenda kuipiga hiyo hiyo. Kweli siku moja nikasimamishwa, nikazungumzia shirki. Sasa 95 niko kwenye tahdhiri, ndo mwanzo wa kuanza da'wa. Sababu hilo nifanye nianze da'wa, nimeona madai wengi kipindi hicho, wasomi, makhiriji wa Ummul Qura, makhiriji wa Jamia al-Islamia Madina, wengine Azhar. Kuna aya moja katika suratu Dhariyat wanaikosea, inaniuma na kasirika. Shekhi mkubwa, ya aya vipi? Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Wengi wanasema fadhakkir kwa fa, wakati si fa, ni wadhakkir. Nikaambia wanafunzi wenzangu, mimi kuanzia leo nafanya da'wa. Nilikuwa nimehifadhi robo ya Qur'an kuanzia qul a'udhu birabbin nas mpaka suratu Zumar. Tukakaa na wanafunzi kimaskhara tu, nikasema hivi, Mtume akasema balighu anni walau aya, nifikisheni japo aya moja. Mimi nawaambia, mimi aya ngapi mimi? Sina robo ya Qur'ani mimi. Kasema hapana, mimi naanza da'wa. Nikaanza da'wa, nienda kwenye misikiti mikubwa ya Ijumaa pale Temeke, naongea na imamu, naomba kuzungumza na Waislamu, aya moja, hadithi moja. Wazee wa msikiti wale wananiweka baada ya swala, wanachangisha, wanamaliza ya kwao, wanabaki mtu mmoja au wawili. Amani, kuna mtoto hapa nataka kutoa mawaidha hapa. Sivunjiki moyo, natoa mawaidha hivyo hivyo. Nasema si Qur'ani mnayo? Qur'ani ndio iliyonihamasisha mimi kufanya da'wa. Kuanzia 95 niko tahdhiri, sijui chochote, sina uwezo wa kuandaa, kufanya istihdhari ya mada yoyote, na kopi na kupesti Sheikh Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Kishki, na ndio sababu kuitwa Kishki. Mpaka leo ni mwaka wa 31 nimo kwenye da'wa. Nilipomaliza thanawi nikasema unafanya da'wa, thanawi sio kiwango kibaya, lakini lazima uendelee. Nikajiongeza
nikasoma degree ya kwanza ya da'wa na usuluddin, nikasoma degree ya pili ad-da'wa peke yake Jamiatul Madina Al-Alamia bi Malaysia. Sikuwa mwenye kukaa huko, japo nimeenda na kurudi, lakini kwa asilimia kubwa kuna nasoma online an bu'd, kwa sababu ukijiingiza kwenye da'wa lazima uhakikishe unajiongeza kwenye ilmu. Kwa hiyo ukitoka hapa una thanawi, usiridhike, piga kazi, endelea kidogo, jitume. Na kwa miaka 10 nakaa Chang'ombe pale Temeke, mtaa wa Sokota, mpaka Chang'ombe kilomita 3 au 4, napiga ngoko. Sheikh, ngoko, unajua ngoko? Unajua ngoko? Kwa miaka 10 natembea kwa miguu. Tunapewa vitabu pale markazi, tunavibeba mpaka vinakuwa vizito. Mwisho naamua kufuatilia jadwali ya masomo, kesho somo fulani, nabeba vitabu vya masomo yale kwa muda wa miaka 10. Ilmu inahitaji subira. Katika suratul Kahfi, Khidri kamwambia nini Musa? Musa akasema, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Kasema nini Khidri? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wewe huwezi kuwa na subira. Ilmu inahitaji subira. Kila kitu kinahitaji subira katika ulimwengu huu. Kusoma kunahitaji subira. Hapo mlipo wakati mwingine ndio hivyo, msitegemee kama mtakula kama mnavyokula nyumbani bwana. Hapa huko kwa mama wala kwa baba. Na wakati mwingine kupata shida ndio Allah anataka akufanye kuwa ni mtu mkubwa. Huko Iringa mnalima mpunga. Waulizeni wanaolima mpunga kina Sheikh Ibrahim Bombo kule Mbeya. Mpunga hupatikana kwenye maji machafu, bonde la nini la maji. Dhahabu ili ipate kuwa dhahabu lazima ipigwe moto. Kwanza kwenye kupatikana kwake tu migodini kule lazima upige mabaruti, mabomu nini, ndio unakuja kupata kitu cha maana. Na nyie mkipigika humu ndani ndio mtakuja kuwa watu wakubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi wanataka wakitoka hapa wawe na ilmu ya kisawasawa, wawe katika maulama wakubwa? Wangapi? Namaliza na aya moja ambayo inasema ukishikamana na jambo moja Allah mwenyewe atakupa ilmu. Katika suratul Baqara Allah anasema, wattaqullaha wa yuallimukumullah, na mcheni Allah, ucha Mungu. Allah atakupeni ilmu, atakufundisheni mwenyewe. Siri nyingine ya ilmu ni kusoma. Alimamu Shafi'i tunaambiwa alikuwa na uwezo wa kuhifadhi kitabu kizima kwa siku moja. Siku moja mistari miwili kichwani hayapandi. Kila kisoma kitu kinakataa kuingia kichwani. Akaenda kwa mwalimu wake Waki', akasema, shakautu ila Waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allahi la yuhda li'asi. Nikamshtakia mwalimu wangu Waki', mbona sasa hivi sihifadhi hata mstari mmoja uingii? Akanielekeza kwamba yeye Shafi, inaonekana kuna kitu umetereza wewe mtoto. Wakati alikuwa mtoto kijana kama nyetu. Akanambia, ukitaka kichwa chako kiwe chepesi uweze kuhifadhi, acha maasi. Na akamwelekeza akamwambia, ilmu ni nuru, na nuru ya Allah haiwezi kukaa pamoja na maasi. Nyinyi vijana karibia wote mmekuwa, kitendo cha kutoka tu hapa kwenye boarding daru kuja hapa msikitini, katikati mtakutana na mizigo. Baadhi ya wanawachuoni wasema Imamu Shafi alipishana na binti tu na mwanamama wakati anaruka shimo au maji, akaona ugoko tu. Kile kitendo cha kuona ugoko wa mwanamke, vitu vimekataa kupanda kichwani. Baadhi ya wanawachuoni. Nyinyi mnakutana na mangapi barabarani, kwenye masimu, dunia hii mkienda likizo au hamwendi likizo nyewe?
Sasa ukiendekeza hayo shekhe, utakata miaka 10 hapo, hujui chochote, bichi wa maji, vitu haviingii. Pango pakavu tia mchuzi. Tumefahamiana? Siri nyingine, muombe sana Allah na mche Allah, fanyeni subira, wavumilieni walimu wenu, muwapende walimu. Ukiwa na masala usione aibu. Mambo mawili ukiwa nayo, mpaka utakata miaka 200 pahala uwezi kusoma. Ukiwa na haya na kibri, hutoweza kusoma. Ujui, nyanyua kidole, mwambie mwalimu, hapa mimi sijaelewa. Wacha kucheke hilo somo dogo kama ile, hajalielewa hilo, wacha wacheke tu. Kwa hiyo usiwe na haya, usiwe na kibri, fanya subira, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ni kitu muhimu sana. Walimu wako waombee, waanzilishi wa taasisi hii waombee, viongozi wote waombee, kila ambaye amechangia. Hizi ni khairi. Man sanaa lakum ma'rufan fakafiuhu fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu, anayekufanyeni jema mlipeni, mkishindwa kumlipa mfanyeje? Muombeni. Baada ya kusema hayo, niseme kwa mara nyingine, nashukuru sana kwa fursa hii. Muda tu haukuwa rafiki leo na sisi tumechelewa, lakini yote ni katika qadar za Allah. Pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea ni mapungufu ya kibinadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.